Mpenzi mtazamaji, ninayo furaha kubwa kukualika tena na kukukaribisha katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya kijana na unabii kutoka katika chungu cha unabii. Kipindi kilichopita tuliutazama unabii wa wakati kutoka Edeni, tukatazama mpaka kwa Yesu Kristo, na tukatazama kutoka Yesu Kristo mpaka mitume, na mtume tuliyemtazama ni Yohana ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu Kristo aliyepewa kuandika kitabu cha Ufunuo. Na hivyo somo letu la leo tunautazama unabii kama ulivyoandikwa katika kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo kinaanza na neno ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi, naye akatuma kwa mkono wa malaika akamwonyesha mtumwa wake Yohana. Tunaona hatua 5 ambazo ufunuo huu unapitia. Hatua ya kwanza ni ufunuo ambao Yesu amepewa na Mungu. Kwa hiyo itifaki ya kwanza ya ufunuo ni ufunuo wa Mungu. Halafu Mungu anampa Yesu Kristo. Yesu Kristo anampa malaika. Malaika anampa mtume Yohana. Mtume Yohana ananipa mimi na wewe. Kwa hivyo kitabu cha Ufunuo ni kitabu ambacho ni cha pekee sana, kwa sababu ni kitabu kinachopitia itifaki 5. Na hivyo kama kuna mambo nyeti ambayo Mungu amewahi kutamani kutufunulia, basi mambo hayo ni yalivyoandikwa katika kitabu cha Ufunuo. Mpenzi mtazamaji, ninakukaribisha sana tukitazame kitabu cha Ufunuo kama kinavyotambulishwa ni ufunuo wa Yesu Kristo. Ufunuo ni nini? Kwa Kiswahili cha kawaida, ufunuo linatokana neno kufunua. Kufunua ni kuweka wazi, ukitoa kitu mahali kilipofichwa kikawekwa wazi. Mara nyingi tumekutana na watu wakilalamika kitabu cha Ufunuo ni kigumu. Kwa kweli malalamiko hayo yanakinzana na jina lenyewe la kitabu. Kitu kilichofunuliwa ukasema ni kigumu, maana yake ni kwamba kuna tatizo kwako zaidi kuliko kwa kitabu chenyewe. Mathalani tuseme kitu kilikuwa kimefunikwa kikafunuliwa kikawekwa wazi, halafu mtu analalamika kwamba kitu hiki kimefunikwa, kitu hiki kimefichwa, kimetoka wazi tayari. Hebu tuchukulie mfano, bibi harusi amekaa ndani kwa mwezi mzima, watu hawamuoni. Siku ya harusi bibi harusi anatoka nje, watu wanamuona, na ndipo mtu anaanza kulalamika, anasema bibi harusi haonekani, bibi harusi amefichwa, bibi harusi mbona hajitokezi? Utaonekana una matatizo zaidi kama sio shida. Na hivyo ninakutia moyo kwanza, neno lenyewe ufunuo maana yake ni kuweka wazi. Mungu ameweka wazi siri za ajabu katika ulimwengu huu ambazo ukizijua, yumkini hila na ujanja wa shetani utaonekana kama ni mchezo, maana Mungu amefunua hila zote za shetani. Mpenzi mtazamaji, ninayo furaha kubwa kukutia moyo kwamba hata neno ufunuo katika lugha yake ya asili ya Kigiriki imetumia neno apocalypse of Jesus, kwamba apocalypse ni kama kuondoa, halafu calypse ni kama kinachofunika. Kwa hiyo apocalypse ni kuondoa kinachofunika. Unaweza ukaona hata kwa Kigiriki kitabu cha Ufunuo ni kitabu kilicho wazi, kilichofunuliwa kwa ajili ya mwanadamu kutambua siri za Mungu za wakati wa mwisho. Ufunuo 1:3 anasema, heri asomaye na wao yasikiayo maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati huu karibu. Nini maana yake? Ni kitabu pekee kinachotoa heri, kinachompongeza msomaji, kinachomtia moyo msomaji. Ni kitabu pekee ambacho msomaji anapewa ahadi ya mema. Na si msomaji tu, hata msikilizaji. Mathalani leo wewe unasimama katika nafasi ya msikilizaji. Biblia inasema heri anayesoma na heri anayesikia. Anasema kwa maana wakati huu karibu. Ndugu yangu, ni muhimu tupitie kitabu cha Ufunuo kwa sababu yaliyoandikwa humo kama matukio yatakayotukia duniani wakati wa mwisho, anasema wakati huu karibu. Wakati unaweza usiwe karibu kwa maana ya miaka inayokuja, lakini maisha yangu na maisha yako yanaweza kuwa yako karibu kukoma. Je, maisha yako au maisha yangu yakikoma leo, kabla sijafahamu siri za Mungu zilizo katika kitabu cha Ufunuo, maisha yangu baada ya kifo yatakuwaje? Ama neno la Mungu linavyotuambia Yesu atakapokuja
Nitakuwa upande gani? Maadamu mtu akifa hawezi tena kujua lolote, hawezi kujifunza tena, hawezi kufanya maamuzi, hawezi kurekebisha hali yake ya nyuma. Na hivyo ni vema ya kwamba kabla maisha yetu hayajakoma katika ulimwengu huu, tuzijue siri za ufunuo. Sasa ninakutia moyo kwa jambo moja. Kitabu hiki kinaitwa Ufunuo wa Yesu Kristo. Nini maana ya Yesu Kristo? Yesu Kristo leo anaeleweka sana katika ulimwengu wa Kikristo, lakini wakati mwingine imekuwa ni vigumu kumwelewa Yesu Kristo kwa sababu baadhi ya wenzetu imani zao au imani yao imekuwa haimchukui Yesu Kristo katika msingi wa Mungu kama alivyotambulishwa katika neno hili ambalo tunalisoma leo. Na leo nataka nikutie moyo katika kipande hiki tunapoingia katika utangulizi wa ufunuo kwamba Biblia inamtambulisha Yesu Kristo ambaye ni Mungu kwa utambulisho katika hadhi, ambaye tunapomwona yeye anapotenda ndiye Mungu mwenyewe atendaye katika Yesu Kristo. Leo ninakupa tu kipande kidogo ya kwamba Biblia tangu mwanzo wake ilipoandikwa ina mwangwi. Mungu anajitambulisha si katika upweke bali katika wingi. Hebu tusome Mwanzo 1 fungu la 26. Neno la Mungu linasema, Mungu akasema na tufanye mtu. Sikiliza, Mungu ni mmoja, anasema ni mmoja, tufanye, sio nifanye, tufanye. Neno tu ni wingi. Mtu kwa mfano wetu, sio mfano wangu, wetu. Kwa sura yetu, sio yangu, yetu. Tayari unapata picha ya kwamba neno Mungu linapotajwa si neno linapotajwa katika mtazamo wa kibinadamu unasema baba ni mmoja, mama ni mmoja. Basi ndoa moja ina baba mmoja na mama mmoja, watu wangapi kwa mfano? Wawili. Kumbe kuna namna ambapo kitu kimoja kinapotajwa kinamaanisha nafsi zaidi ya moja. Chukulia tukwambie utuletee ndoa moja. Tukikwambia leta ndoa moja, kimsingi hautaleta mwanaume mmoja, lazima utaleta mwanamume na mwanamke. Ndipo tutasema ndoa yetu hii. Ndoa yetu hii maana yake ni ndoa ya watu wawili. Lakini katika Mwanzo 3:22 mwanadamu anapotenda dhambi, Mungu anasema basi mtu huyu amekuwa kama mmoja wetu. Sio mmoja wangu, mmoja wetu. Tayari Mungu anajitambulisha katika wingi. Tuko tunatafuta kumjua Yesu aliyeelezewa katika kitabu cha Ufunuo, ili unapotembea katika kitabu cha Ufunuo uelewe vizuri ni ufunuo wa Yesu Kristo. Yesu wa namna gani? Ni Yesu aliyekuwa na Baba hata kabla. Katika Mwanzo 11 fungu la 7, wakati wanadamu wanajenga mnara wa Babeli ili wafike juu kwa Mungu, Mungu anasema na tushuke. Mwanzo 11:7, na tushuke tuwachafulie lugha, sio nishuke tu. Katika Yohana neno la Mungu linasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo huyo hakuna kilichofanyika. Mpenzi mtazamaji, mpaka hapo tumeona Mungu akijitambulisha katika wingi na si katika umoja. Anakuja katika wingi, sio katika upweke. Na hapa Yohana anafunuliwa, anaona nafsi inaitwa neno, iko kwa Mungu na yenyewe ni Mungu. Maana yake ni nini? Lazima tutafute huyu neno ni nini. Fungu la 14 la Yohana 1 anasema neno alifanyika mwili. Kufanyika mwili maana yake alikuwa mwanadamu, alifanyika mwanadamu. Kama alifanyika mwanadamu, maana yake kabla ya hapo hakuwa mwanadamu. Ni nani huyu kama sio Yesu Kristo? Katika Yohana 10:30 Yesu anajitambulisha, anasema mimi na Baba tu umoja. Sio tuna umoja, sisi ni wamoja, ni mmoja. Hii ni habari njema sana unapoenda kumjua Yesu aliye wa ufunuo. Katika Yohana 8:58 Yesu anaongea kitu cha ajabu, anasema kabla Abrahamu hajazaliwa mimi niko. Na unajua neno mimi niko analolitumia Yesu katika Yohana 8:58 ni lile ambalo anajitambulisha kwa Musa kwenye Kutoka, kwamba mwambie mfalme wa Misri kwamba mimi niko
ambaye niko amenituma kwenu. Ndio Yesu anasema kabla Yohana hajazaliwa mimi niko. Maana yake yeye ni kabla ya kuzaliwa. Katika kitabu cha Yohana 17 fungu la 5, Yesu Kristo anamuomba Baba akiwa mwanadamu wakati huo, anasema Baba, unitukuze kwa utukufu ule niliokuwa nao kabla ya ulimwengu kuwako. Kumbe Yesu Kristo kabla hata ulimwengu haujakuwako aliwahi kuwa na utukufu sawa na Baba. Mpenzi mtazamaji, moyo wangu unafarijika kwamba sasa tunaanza kupata picha, huyu Yesu si tu mtu aliyezaliwa, bali ni namna ya Mungu aliyekuwepo kabla ya ulimwengu kuwapo. Katika Mithali 8 kuanzia fungu la 22 mpaka 31, Yesu anatambulishwa katika sura ya hekima. Katika Wakolosai 1:16 anasema katika yeye vitu vyote vimeumbwa, maana yeye alikuwepo kabla ya vitu vyote na vitu vyote vinashikamana katika yeye. Mpenzi mtazamaji, si katika Wafilipi 2 fungu la 5 hadi la 8 anasema Yesu Kristo hapo kabla alikuwa yu namna ya Mungu, na hakuona kama kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijinyenyekeza akajishusha akawa namna ya mtumwa. Mpenzi mtazamaji, je, unaanza kupata mwangu ya kwamba Yesu tunayemjadili katika kitabu cha Ufunuo ni Yesu wa namna gani? Tunamjadili Yesu aliyekuwako kabla ya kuwako, Yesu aliyekuwako kabla ya kuzaliwa, Yesu aliyekuweko katika utukufu wa Bwana. Ninakutia moyo mpenzi mtazamaji, kitabu cha Ufunuo ni kitabu cha ufunuo wa Yesu Kristo, Yesu aliyekuwa sawa na Baba, Yesu aliyekuwa Mungu, Yesu aliye na mamlaka yote, ambaye kupitia yeye ndipo tutakuja kukielewa kitabu cha Ufunuo. Mwenyezi Mungu akubariki sana unapoandamana pamoja nasi ili kwamba tukitafakari kitabu cha Ufunuo kama Yesu mwenyewe alivyojitambulisha. Unajua, somo litakalofuata linazungumza Yesu aliyekuwako Mungu mbinguni kabla hajazaliwa, kuna habari gani zilisemwa kumhusu yeye. Na ndipo utagundua Biblia inakwenda kwa mtiririko wa matukio vizuri kiasi ambacho hauachi alama. Masomo mawili yaliyopita tulitazama unabii wa wakati kuanzia Edeni tukaja mpaka Garika, tukatoka Garika tukaja mpaka tukamwona Ibrahim, tukatoka Ibrahimu mpaka wana wa Israeli walikuwa Misri. Wana wa Israeli wanasafiri miaka 40, wanafika nchi ya Kanaani, wanatoka nchi ya Kanaani wanakuja mpaka Yesu Kristo anazaliwa katika mwili. Yesu Kristo anazaliwa katika mwili, anaishi, anafanya kazi, anakufa, anafufuka, anapaa kwenda mbinguni. Sikiliza, ni Yesu Kristo aliyekuwa na Israeli wakiwa utumwani, amekuwa na Israeli wakiwepo, na leo tumeona namna ambavyo alikuwepo kabla pamoja na Baba akiwa ni Mungu katika hadhi. Njoo nasi katika somo linalofuata tuone namna ambavyo Mwenyezi Mungu amejifunua kupitia Yesu Kristo na akatupa ufunuo wa Yohana. Kwa kumjua Yesu Kristo tutakijua kitabu cha Ufunuo. Kwa kumjua Yesu Kristo tutapata hekima ya kukielewa kitabu cha Ufunuo. Kwa kumjua Yesu Kristo tutapata amani na kazi zake alizozifanya. Kwa kumjua Yesu Kristo tutapata faraja katika maisha. Kwa kumjua Yesu Kristo tutajiandaa na ujio wake ulio karibu. Naam, kwa kumjua Yesu Kristo maisha yetu yanabadilika. Ninakupa mwaliko mpenzi mtazamaji, karibu tumjifunze Yesu kama alivyojifunua katika kitabu cha Ufunuo. Mwenyezi Mungu atusaidie. Niombe na wewe tunapohitimisha somo hili zuri. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru. Yesu Kristo, umejitambulisha katika neno lako ya kwamba wewe ulikuwepo pamoja na Mungu na ni wewe uliye Mungu, maana hadhi ya Mungu si hadhi ya upweke, ni hadhi ya Baba na Mwana. Nami ninakutambulisha kama ulivyojitambulisha mwenyewe. Mbariki mpenzi mtazamaji, mpatie neema ya kukuelewa anapoendelea kufuatilia vipindi hivi. Bwana, hekima ya mbinguni ikawe pamoja naye. Wabariki vijana watakapofuatilia, wabariki wazee watakapofuatilia, sasa na hata milele, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amen.